إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wapenzi katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya sala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hutuba yangu insha Allahu ta'ala nitakwenda kuzungumzia hal anta musta'iddu li Ramadan. Je, wewe umejiandaa kwa ajili ya Ramadhan? Hii ndio itakuwa hutuba yangu insha Allahu ta'ala. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, atujaru yasta'iduna li Ramadan. Wafanya biashara wanajiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Wafanya biashara wako mbio kwa sasa katika matayarisho ya kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yule mwenye kuuza kanzu tayari amekwisha kuitayarisha biashara yake ya kanzu. Yule mwenye kuuza habaya, yani mabaibui, tayari ameandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yule mwenye kuuza tende tayari amejiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na yule ambaye mwenye kuuza nguo kwa ajili ya watoto kuvaa siku ya Idi, jambo hili ameliandaa kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walhawanitu tasta'iddu li Ramadan, na maduka vile vile yamejiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila bidhaa ambayo kwamba inatumika kwa wingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wenye maduka tayari wamekwisha kuziandaa bidhaa hizo. Walmaqahi walistirahatu tasta'iddu li Ramadhani, na wale wenye kuuza vinywaji mfano wa juice, mfano wa changawizi, mfano ya kahawa, tayari na wao wamekwisha
kujiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wale ambao wenye mambo ya starehe mbalimbali wamejitayarisha kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fahal anta musta'iddu li Ramadhan? Na je, wewe ndugu yangu umekwisha kujiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, lam yatabaqa illa ayyamun ma'dudat, hazijabaki isipokuwa ni siku ambazo ni chache zinazohesabika, ala fathi abwabil janna, juu ya kufunguliwa milango ya pepo, wa taghliqi abwabin nar, na kufungwa milango ya moto, wa tasfidi shayatin, na kwenda kufungwa wale mashaitani. Fafi hadhihi al-ayami al-qalila, katika hizi siku chache ambazo kwamba zimesalia, istashiru anna amamakum mawsiman adhima, kila mmoja anatakiwa ahisi katika moyo wake, kila mmoja anatakiwa afahamu katika akili yake ya kwamba mbele yetu kuna msimu mkubwa ambao kwamba unaokuja wa Ramadhani. Atafuritu fihi, yule ambaye ataamua kufanya uvivu na kubweteka ndani ya msimu huo, khasaratun kabira, ajue atakuwa ameipata hasara ambayo ni kubwa zaidi. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, al-istidadu li Ramadhana, yani kujiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, inamaanisha istihdara niyati tanafusi fi abwabi alkhairat wal ibadat, ni kuweka kwenye nafsi zetu nia zilizokuwa safi katika kushindana katika mambo ya kheri na mambo ya ibada mbalimbali katika mwezi wa Ramadhani. Kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani sio kujiandaa kwa sababu ya vyakula mbalimbali, sio kwa sababu ya kujiandaa na vinywaji mbalimbali. Hapana, unatakiwa uweke nia safi katika moyo wako ya kwamba pindi Allah jalla fi'ala akinijalia mimi nikaweza kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nia yangu ni kushindana na kupambana na ndugu zangu katika kufanya kheri mbalimbali na kufanya ibada mbalimbali. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema katika kitabu chake, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na katika hayo mambo ya kheri washindane wale ambao kwamba ni wenye kushindana. Kaangalia suratul Mutaffifin aya nambari 26. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, idha aradta an tadkhula Ramadhana bihimmatin 'aliya, unapohitaji kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa na hamu, ukiwa na nguvu ambayo ni ya hali ya juu, fala budda min tamarini al-azimati, hakuna budi mimi na wewe lazima tujiandae, lazima tuweze kutayarisha zile nguvu ambazo kwamba zitaweza kusababisha sisi tuweze kupambana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama huwa alhalu fil musabaqati ar-riyadiyati al-mutanawwi'a, kama ilivyo hali kwa sasa, yoyote ambaye anayetaka kuingia kwenye mashindano fulani, lazima katika yale mashindano anayotaka kuyaingia ndani yake aweze kujitayarisha, aweze kujiandaa kwa ajili ya mashindano kama hayo. La budda liman yuridu almunafasa, hakuna budi yule ambaye mwenye kutaka kushindana, min at-tadribi wat-tajhizi, aweze kufanya mazoezi na kujiandaa, hata yastati'a an yunafisa,
mpaka aweze kushindana na kupambana katika michezo hiyo. Leo angalia mfano, mchezo ambao kwamba ni maarufu ni mchezo wa mpira wa miguu. Leo mathalan, ikiwa watu wamepangiwa kwenda kucheza na timu fulani, hawa watu lazima wajiandae, lazima wafanye mazoezi mbalimbali. Ni kwa nini wanayafanya haya mazoezi? Ni kwa nini wanajiandaa watu hawa? Ni kwa sababu waende wakatoe changamoto na mapambano yawe mazuri, wapate ushindi ndani ya mchezo. Sasa je, mimi na wewe tunakwenda kwenye msimu ambao ni bora, tunakwenda kwenye msimu ambao ni mzuri amama Allah, hatuwezi kujiandaa kwa ajili ya msimu huu, hatuwezi kufanya mazoezi kwa ajili ya msimu huu. Lazima tukitaka kufaulu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika kufanya kheri mbalimbali na ibada mbalimbali, tuweze kufanya mazoezi kabla Ramadhani haijaingia. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, inna awwala ma yumkinu an tasta'idda bihi li Ramadhan, hakika jambo la kwanza mimi na wewe ambalo tunaweza kulifanya liwe ni kama maandalizi kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, qira'atul Qur'an. Mimi na wewe tunatakiwa tusome al-Qur'an, tunatakiwa tuisome Qur'ani kwa wingi kwa ajili ya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, amesema Anas mtoto wa Malik, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, kana almuslimuna, walikuwa Waislamu, yani walikuwa watu wema kabla yetu sisi, idha dakhala Shaabanu, pindi unapoingia huu mwezi wa Shaaban, inkabbu ala almasahifi faqara'uha, wanajilazimisha kuichukua na kuikusanya misahafu, lengo wasome Qur'ani ndani ya misahafu hiyo. Wa akhraju zakata amwalihim, na wanatoa zaka za mali zao. Lengo ni nini? Taqwiyatan lidhaifi walmiskini ala siyami fi Ramadhana, lengo ni kuwapa nguvu wale ambao kwamba wanaofunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu, nikwambie kitu, wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani, mke wako amekuandalia iftari aina 4 ama iftari aina 5. Umekaa, pana biriani, pana wali mweupe, pana sambusa za nyama, pana katlesi yani kababu. Ukiangalia ile meza yako umeichafua kwa kila aina ya vyakula. Je, umewahi kujiuliza siku moja, wewe ukiwa umekalia meza hiyo, kuna maskini, kuna mjane, kuna yatima, Allahu akbar, Allahu akbar, kuna adhiniwa anafungua kwa tende au maji, lakini hajui kwenye meza yake atakula kitu gani kwa wakati huo. Je, ushawahi kufikiria na kujiandaa yule jirani yangu ambaye yuko na yatima, yule jirani yangu ambaye ni mjane? Ushawahi kumfikiria kwamba Ramadhani inapoingia watakiwa umpe mzigo wa vyakula na umwezeshe kidogo, ili akiwa anafunga Ramadhani awe na nguvu, asiwe na wasiwasi, akijua anafunga lakini riziki ipo ndani ya nyumba. Ushawahi kulifikiria hilo? Lakini leo tunakula mpaka tunaweka kwenye mapipa ya taka, mazbala, watu wanakwenda kutupa shaka, uonekane una fedha nyingi wakati kuna ndugu yako analala njaa. Katika maandalizi ya mwezi wa Ramadhani, unatakiwa hili jambo uliweke kwenye maandalizi yako. Umfikirie maskini na mjane na yatima, umpe chochote angalau Ramadhani afunge
mambo ya watu wema walikuwa wakiyafanya. Maneno ya Anas bin Malik, nenda kwenye kitabu Lataiful Maarif Ibn Rajab ukurasa 135, hayo maneno utayapata. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, falladhi ta'awwada ala qira'ati al-Qur'ani qabla Ramadana, yule ambaye aliyezoea kusoma Qur'an kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, sayuhafidhu alayhi insha Allah ta'ala fi Ramadhan. Hili jambo lazima ataendelea nalo na atadumu nalo ndani ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu akimjalia kuipata Ramadhani. Wa ghairu dhalika min al-a'mali salihah, na mengineyo yasiyokuwa hayo kutokamana na yale mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mema. Huwezi kufanya mambo mema kwa wingi, huwezi kufanya khairati kwa wingi kama kabla ya Ramadhani hujaanza mazoezi katika hizo kheri unazotakiwa usifanye. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, tukienda jambo la pili, wa min suwari al-istidad li hadha al-mawsim al-azim, na miongoni mwa picha au mwa mambo ambayo yanatakiwa tujiandae nayo kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, at-taubatu ila Allah jalla wa ala. Mimi na wewe tunatakiwa tutubie kwa Allah jalla fi ula. Kabla Ramadhani haijaingia, lazima utengeneze mahusiano yako baina yako wewe na Allah jalla fi ula, mahusiano yawe mazuri kabla hujaingia kwenye mwezi wa Ramadhani. Fanahnu mundu ma yazidu ala 10 ashhuri, sisi kabla ya hapa miezi 10 kabla, ambayo Allah jalla fi ula alitujalia ndani yake tunapumua na kuwa na afya njema, nukhalitu dhunubi, wallahi tumekuwa tukiyafanya madhambi mbalimbali, wa nuqassiru fil ibadat, tumefanya uvivu wa ibada mbalimbali. Fa inna hadha alqalbu dhaif, hakika ya huu moyo ambao kwamba ni dhaifu wa mwanadamu, tughatihi dhunubu wassayiat, wallahi umefunikwa na madhambi mbalimbali na makosa mbalimbali. Wayadkhulu fil ibada, na moyo huu ni mzito katika kufanya ibada. Wayanghamisu fi dunya wa shahawatiha, na moyo huu umekwenda kuzama katika mambo ya dunia na starehe na matamanio mbalimbali ya dunia. Yahtaju ila tathirin wa tazkiyatin, huu moyo unahitaji ufanyiwe usafi na kutayarishwa. Watamrinu ala taat, na kupewa mazoezi moyo huu kwa ajili ya ibada mbalimbali. Lengo ni nini? Liyadkhula shahra Ramadhana, ili mwezi wa Ramadhani utakapoingia, wa huwa mushtaqun lilibadati mu'tadun alaiha, moyo uwe una hamu ya kufanya ibada mbalimbali, na ule moyo uwe tayari umekwisha kuzoea kufanya ibada mbalimbali. Hilo ndio lengo la kurudi kwa Allah na kutubia kwa Allah kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, fatawbatu wajibatun fi kulli waqt, hii tauba ni lazima kwa Muislamu katika kila wakati. Lakini bima annana sanadkhulu ala shahrin adhim, kwamba sisi tunakwenda kuingia mwezi ambao ni mtukufu, min al-afdali, miongoni mwa ubora, an-nusari'a bitawba, tufanye haraka kwa ajili ya kutubia, fima bainana wa baina rabbina min dhunubin, kutokamana na yale ambayo yaliyopo kwetu baina yetu na Allah, miongoni mwa yale madhambi ambayo tuliyoyafanya. Wa fima bainana wa baina an-nas min huquqin, na yale yaliyopo baina yetu sisi na ndugu zetu kutokamana na zile haki. Leo tumekosana na Allah, tumefanya madhambi mengi. Kuna watu wanakula riba hapa, kuna watu ni wazinifu hapa, kuna watu ni wasengenyaji hapa, kuna watu
yangu, tengeneza uhusiano wako baina yako wewe na Allah, urudi kwa Allah, ujisafishe kwa Allah. Ramadhani ikiingia, wallahi uko safi, unafungua ukurasa wa mema na khairat. Mimi na wewe hapa, kuna ndugu zetu ambao hatuzungumzi nao, kuna majirani tumeteta hatuongei, kuna watu tumedhulumiana. Kabla ya Ramadhani haijaingia, tengeneza uhusiano wako baina yako wewe na ndugu zako na majirani zako na wafanya biashara wenzako. Kama umechukua haki za watu, rudisha. Kama umemkosea ndugu yako, omba msamaha kabla an yadkhula Ramadhan, kabla haujaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, qala jalla wa ala fi kitabihi, Allah amesema aliyetukuka katika kitabu chake, watubu ila Allah jamia, tubieni kwa Allah wanadamu wote, ayuha almu'minun, enyi ambao ni waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu kwa Allah jalla fi ula. Hii ni suratul Nur aya nambari 31. Ikhwata al-iman, leo ukiangalia hapa mambo ambayo nayazungumza ya watu wema walikuwa wakijitayarisha kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanapambana katika kufanya kheri mbalimbali, wanapambana katika kuzidisha ibada, wanapambana katika kusoma Qur'an, wanapambana katika kutoa zakawat. Lengo ni nini? Wanafanya maandalizi juu ya maisha yao baina yao na Allah jalla fi'ala. Lakini leo njoo tuangalie wanadamu wa kileo, tuangalie waumini wa kileo. Ramadhani huwa inapokaribia, badala ya kutengeneza mahusiano yetu yawe mazuri baina yetu sisi na Allah, tunayaharibu mahusiano kama haya. Leo wallahi ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Shaaban. Insha Allahu taala, Ijumaa ijayo, Mungu akijalia, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini leo katika siku chache ambazo zimesalia, kuna watu wanakwenda kusherehekea, kuna watu wanakwenda kufanya maasi, kuna watu wanakwenda kuspend na watoto wa watu wa kike, wanaita kula mfungo. Kuna watu watakwenda Mombasa, washakodisha mahoteli. Kuna watu watakwenda kwenye fuo za bahari, Bamuri, wanakwenda kumuasi Allah jalla fi'ala. Kwa nini wanafanya hivi? Wanasema kwamba tunamaliza yale maasi yetu, tunamalizia sehemu za mwisho zilizosalia, ili angalau tukiingia ndani ya mwezi wa Ramadhani tuwe fresh. Allahu akbar. Mbaya zaidi, kuna watu wanakaa wanaishi na mabinti za watu hawajawaoa, anapikiwa, anakula chakula cha uzinifu, analala naye, anazini naye, anafanya kila aina ya maasi, kisha anaingia msikitini. Allahu akbar. Wakati ule mwezi unaandama, ndio anamkalisha chini mrembo wake, anamwambia, mrembo, utanisamehe. Kwa nini? Mwezi wa baraka, mwezi wa neema, mwezi wa maghfira, mwezi wa tauba, ndio huu unaingia. Siko tayari mimi kuwa na wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani, nenda baada ya Ramadhani nitakutafuta. Wallahi, binti anaondoka, anakwenda kwao, anavumilia huko kwao, na yeye anajiona yuko kwenye ibada. Baada ya hapo tu, mwezi ule unaonekana, tayari anampigia simu yule zoba lake, anamwambia, vipi sasa? Tunatakiwa tuvunje jungu, tunatakiwa tuvunje jungu. Jungu lenyewe la nini? La Ramadhani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndugu zangu katika imani, wallahi tunatakiwa tufanye bidii katika kutubia kabla hii Ramadhani haijaingia. Usijidanganye siku hizi chache zilizosalia ukasema utaipata Ramadhani.
Huenda hapa tunazungumza, tukiachana hapa ukasikia fulani tuliswali naye salatu aljumaa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hakuipata Ramadhani. Kwa hiyo usijidanganye na hiyo afya yako na hiyo pumzi yako ukaenda kwa ajili ya kwenda kumuasi Allah, unaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kumuasi Allah. Usifanye jambo kama hilo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نجزانه كتل الإيمان، ومما ينبغي فعله استقبالا لهذا الموسم العظيم، نميونغوني ومامو أمبايو yanatupasa tuyafanye katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayukthira al-insanu min du'ai llahi, akithirishe, yani afanye wingi huyu mwanadamu wa kumuomba Allah jalla fi'ala, ayuballighahu Ramadhana, amfikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi na wewe muda huu mchache uliosalia tukithirishe katika kumwomba Allah ili atufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa ayuinahu ala siyami wal qiyami wa salihil a'mal, na muombe Allah ampe msaada, ampe nguvu pindi inapoingia Ramadhani aweze kufunga na aweze kusimama kwa ajili ya kufanya ibada na kwa ajili ya kufanya mambo mema mbalimbali. Fal insan, huyu mwanadamu kad yudriku Ramadhana, huenda akaipata Ramadhani, walakin la yu'inu ala al-amali salih, lakini asiweze kupewa msaada na Allah juu ya kufanya mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni wangapi wanaingia ndani ya Ramadhani bado wanakunywa pombe? Ni wangapi wanaingia ndani ya Ramadhani bado wanakula jaba, mugoka? Ni wangapi wanafunga mwezi wa Ramadhani lakini ikifika jioni wallahi anavuta sigara yake, yani Allahu akbar, Allahu akbar. Wenzake wanang'ang'ana na tende, wenzake wanang'ang'ana na maji, yeye yuko na kiu cha sigara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anapiga ile sigara yake, baada ya pafu zake kadhaa ndo anakumbuka tende, anakumbuka maji. Muombe Allah ukiipata Ramadhani akupe nguvu ya kuyafanya yale mema na kuyaacha yale ambayo kwamba ni mabaya. Fala yakhfa alaykum, haifichiki kwenu nyinyi, anna salafa al-umma, hakika ya watu wema waliotutangulia, kanu yad'una Allah ayuballighahum Ramadhana, walikuwa wakimuomba Allah awafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wadhalika, na wanalifanya hilo, lima ya'lamuna fihi min alkhairi walfalahi, ni kwa sababu wanajua ndani ya Ramadhani kuna kufaulu na kuna kheri mbalimbali zinapatikana ndani ya Ramadhani. Qala Sheikhul Islami rahimahullah, mwanachuoni Ibn Taymiyyah amesema, Mwenyezi Mungu amrhamu, taamaltu anfa'a duai, nimezingatia na nimefahamu ya kwamba dua yenye manufaa na faida zaidi, faida huwa sualu al-auni ala marudatihi, ni pindi mwanadamu anapoamua kumwomba Allah msaada amsaidie kwenye maisha yake, ayafanye yale ambayo yanamridhisha na kumfurahisha Allah jalla fi'ala. Sheikhul Islam anasema nimezingatia na kufahamu dua yenye manufaa na faida ni
anayoyaridhia. Kisha anamalizia Sheikhul Islam, thumma raaituhu fil fatihati fi qawli, kisha anasema kisha nimeliona jambo hilo katika surati al-Fatiha kwenye neno la Allah jalla fi ula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakika yako wewe Allah peke yako tunakuabudu, na hakika yako wewe Allah peke yako tunakuhitaji msaada. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tulie sana mbele ya Allah, tunatakiwa tumuombe sana Allah jalla fi ula aweze kutupa msaada. Ramadhani ikiingia tuwe na nguvu ya kufanya ibada. Kwa nini nayasema maneno haya? Kwa sababu leo watu wanaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuna watu washatayarisha michezo mbalimbali. Leo kuna watu wameandaa mchezo wa keram, kila mmoja anaifahamu keram. Ikifika Ramadhani, huu ni mchezo unachezwa kwa wingi. Leo kuna watu wameandaa karata zao, Ramadhani ikiingia wanacheza michezo ya karata. Leo kuna watu wametayarisha Ramadhani Ramadhani ikishaingia kuna timu zimeanzishwa kwa ajili ya kucheza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Vijana wanatakiwa kwa wakati huo wasali ibada ya salati tarawih. Wallahi huwapati, baada ya kuwa washakula washapata nguvu, wallahi wanakwenda kwenye viwanja vile vya kapeti usiku, wanaacha tarawih inaswaliwa, wanaacha ibada ambayo kwa mwaka inakuja mara moja, wanakwenda kucheza. Watu wanashindana kwa ajili ya michezo ya mipira. Ndugu yangu katika imani, hebu jiulize, tangu mwaka uliopita kwenye Ramadhani umeachana na watu wangapi ambao umewazika? Marafiki zako, ndugu zako, jamaa zako, wafanya biashara wenzako, wafanya kazi wenzako, ambao mpaka sasa tunazungumza wamelala kwenye tumbo la ardhi, na wao walikuwa wakitamani waipate Ramadhani ili waweze kufanya kheri mbalimbali, lakini wako wapi? Hawapo. Mimi na wewe tunanukia kuipata kheri ya Ramadhani, kisha badala ya kuandaa mambo mazuri ya mwezi wa Ramadhani, wewe unakaa unaandaa michezo ya kipuuzi ya kijinga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati mmoja nilikuwa napitia maneno ya watu wema. Wallahi, katika kuyapitia maneno ya watu wema nikakuta masahaba ridwanullahi alaihim, unapoingia mwezi wa Shaaban wanafunga maduka yao, wanafunga biashara zao, wako kwenye maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Angalia watu walivyokuwa na hamu na kheri. Haya, sisi Ramadhani yatuingilia. Nikuulize swali, na wewe mwenyewe jawabu uko nalo ndugu yangu. Kuna angalau Ramadhani moja tu ulimwambia bosi wako nahitaji leave Ramadhani nzima niwe na familia yangu nyumbani, Ramadhani nzima niwe na Allah jalla fi ula, Ramadhani nzima nifanye ibada mbalimbali? Nani huyo ambaye amebahatika kulifanya jambo hilo? Bali tunaona tukikaa nyumbani Ramadhani itatulemea, na vijana watakachokifanya kikubwa ni bezi maskani. Wewe kijana, kama haya maneno unayapata, ndugu yangu, mezea hivyo hivyo. Dawa kuna tamu na kuna chungu, zote unatakiwa uzimeze upone. Leo kuna vijana Ramadhani wamekaa bezi na maskani, ukiwauliza nini, wanakwambia shekhe bwana, tunachombeza saumu. Tunachombeza. Unajua maana ya kuchombeza saumu? Maana yake tunaibembeleza saumu angalau wakati ufike wa jioni. Na hapa ndo kuna wale wengine ambao
wanatengeneza usingizi ndani ya misikiti. Sheikh, baada salati dhuhuri mtu anakaa pembeni pale anapiga usingizi, sio mchezo, wakitegemea hadithi ambayo ni dhaifu. Tunaona vizuri, anaumu saimi ibada, ya kwamba eti usingizi wa yule mfungaji ni ibada. Hiyo ni hadithi ya babu ya boga, kwamba eti umeingia msikitini baada ya swala wapiga usingizi, alafu ukiulizwa shaka vipi, naumu saimi ibada. Wajua usingizi wa mfungaji ni ibada. Wewe baba, hakuna huku, ni kuweteka na kufanya uvivu. Soma Qur'ani kwa wingi, fanya mambo ya kheri mbalimbali, soma adhkar, soma dua mbalimbali. Kila mmoja ana matatizo yake, muelekee nani? Allah jalla fi'ala. Wapenzi katika imani, maneno ambayo niliyoyasoma ya mwisho kabisa ya Sheikhul Islam, nenda kwenye kitabu Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kitabu nambari 1 ukurasa ni wa 78. Hayo maneno utayapata. Ikhwata al-iman, wapenzi katika imani, napenda kuihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi za waumini wenzangu, tuyafanyie kazi yale ambayo niliyozungumza. Tukiyafanyia kazi ni mojawapo na ni njia ambayo itatusaidia Ramadhani tuweze kufanya vyema. Lakini ikiwa utaniachia mwenyewe mzungumzaji, ndiyo pale Ramadhani itaingia, haina tofauti Ramadhani na baina ya miezi mingine ambayo kwamba sio Ramadhani. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma lil khulafa'i al-arba minhum Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabati ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوشك المسلمين.